Mbunge wa Buchosa mkoani Mwanza, Mheshimiwa Eric Shigongo, ameonyesha wasiwasi wake katika mapambano ya ugonjwa hatari wa homa ya ini na kusema kuwa pamoja na tatizo hilo kuendelea kuongezeka na kusababisha vifo, lakini bado haridhishwi na hatua zinazochukuliwa. Akizungumza nje ya viwanja vya Bunge jijini Dodoma, Juni 3 mwaka 2025, baada ya kutoa mchango wake ndani ya Bunge katika makadirio ya bajeti ya Wizara ya Afya, Mheshimiwa Shigongo amesema tatizo la homa ya ini linaendelea kuwa kubwa hapa nchini. Tangu nimeingia bungeni siku ya kwanza nilikuwa hoja yangu. Na hii ni kwa sababu mwaka 2014 niligundua kwamba prevalence rate maana yake nini? Yaani katika watu 100, asilimia ngapi wana ugonjwa? Niligundua kwamba ilikuwa juu sana katika nchi yangu, ilikuwa ni 6%. Hiyo ni mwaka 2014. Nikaona hili ni tatizo. Nikaanza kampeni nchi nzima, wanaokumbuka watakumbuka, kuhamasisha juu ya ugonjwa hatari ambao unachukua maisha ya watu sana. Ni ugonjwa hatari kuliko UKIMWI. Nilifanya kazi hiyo, lakini baadaye nikashauriwa na serikali kwamba niache kwa sababu ilikuwa inasababisha taharuki. Lakini tumezidi kuendelea mpaka leo ninavyozungumza na nyinyi hapa, prevalence rate ya homa ya ini kwa Tanzania bado iko 6 na inaelekea 7, na wanasema 6, kati ya 6% mpaka 8%. Ni juu mno. Shirika la Afya Duniani limesema ugonjwa huu ufutike duniani mwaka 2030. 2030 ni miaka 5 ijayo. Na hii ina maana kwamba kwa vyovyote vile haitawezekana kufuta huu ugonjwa. Sasa naongea hivi kwa sababu naona kama tunaweza kabisa kuokoa maisha ya watu wetu. Tunaweza kuondosha huu ugonjwa kama ambavyo Namibia wamefanikiwa kupunguza idadi ya ugonjwa huu, na inawezekana mwaka 2030 Namibia kufanikiwa kuondoa kabisa. Ninavyozungumza hivi, nikimgusa huyo bwana kama nina ugonjwa huo na anaambukizwa kwa jasho. Sasa nasema hivi kwa sababu mimi naamini tunaweza kuondoa ugonjwa huu kwa mambo makubwa matatu. Moja ni chanjo. Kwa sababu ugonjwa huu na chanjo, tuwachanje watu wetu. Ndio nilichozungumza bungeni. Tuwachanje watu wetu. Kwa sababu hiyo ametoa ushauri kwa serikali katika kupambana na ugonjwa huo. Sasa mimi nimezungumza bungeni na nikamwambia hivi, uko uwezekano wa kuwachanja hao watu milioni 16 na 200,000 ili tutimize lengo la 90% ya Watanzania tupate kinga ya jumuiya yetu yote nzima. Sasa nimezungumza ndani, nafafanua hapa. Na ndani wakumbushe, Mheshimiwa Waziri nimkumbushe ya kwamba liko shirika duniani linaloitwa Global Alliance for Vaccination Initiative, Gavi. Gavi wanatoa fedha kwa nchi maskini ili ziweze kuwachanja watu wake. Waziri aandike andiko wapelekee Gavi waweze kuchukua sehemu ya gharama ya kuchanja watu milioni 16.2. Kuna shirika jingine linaloitwa CDAF, yani Center for Disease Analysis Foundation. Hawa nao pia huwa wanasaidia nchi maskini kununua chanjo viwandani moja kwa moja kwa jumla ili chanjo ipungue bei kwa 50%. Sasa kama chanjo ikipungua kwa 50%, na maana mtu mmoja kumchanja itakuwa ni 4200 gawa kwa 2. Sawa? Hiyo inakuwa ni sawa sawa na 4200 gawa kwa 2, inakuwa kama 2100 hivi mtu mmoja kumchanja. Sasa kama tutapunguza kwa 4200 mpaka 2100 kumchanja mtu mmoja, naamini ya kwamba Tanzania inaweza kabisa kuepusha watu na ugonjwa huu. GMTV, Dodoma.